الحمد لله ذي الفضل والإنعام، شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من صلى وصام وداوم على الخير واستقام، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به على الدوام. أما بعد، فأوصيكم عباد الله مع أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز الفائزون، فقد فاز المتقون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دوزانgu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nichukue fursa hii kukuhusia pamoja na kuhusia nafsi yangu katika sala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyotangaziana mwanzo kabisa kwamba kuanzia tarehe 1 katika mwezi wa Shawwal, katika mwezi wa Shaaban tutakuwa tunaendelea na durus ambazo tutachukua risala inayoitwa durusu ramadhaniya lisighar wala yustaghna anha alkibar. Darsa hii au risala hii ikiwa ni asila wa ajwiba, maswali kwa majibu yake, aliyoiandaa Sheikh Bilal Tahir Qambar, ambaye ni shekhe katika ni shekhe aliyoiandaa risala hii. Na leo biidhnillah subhana tutachukua utangulizi katika hii risala. Kabla ya kuingia katika risala, tutachukua utangulizi wake ambao unaitwa tamhid, utangulizi aliyouandaa shekhe akaandaa pia utangulizi wake kwa njia ya maswali na majibu. Swali la kwanza ameuliza ma huwa saumu. Ma huwa saumu, saumu ni kitu gani? Tunapozungumzia saumu, kitu gani kinakusudiwa au kitu gani kinalengwa? Saumu maana yake ni nini? Jimun, as-saumu lugha, saumu kilugha. Tunapozungumzia saumu au unapokuja maana ya saumu katika lugha ya Kiarabu, maana yake al-imsaku ni kujizuilia, ay al-imsaku ani shay'in, ni kitendo cha mtu kujizuilia na kitu chochote kile. Kwa hiyo katika lugha ya Kiarabu mtu akisema saumu bi maana amejizuilia na kitu fulani, kutokifanya kitu fulani, kutokiendea kitu fulani. Na maana hii ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika sura Maryam aya 26, pale Allah alipomwambia Maryam alayha salam, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Sehemu ambayo tunaitaka hapa ni inni nadartu lirrahmani sawma, kama mimi nimeweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya funga. Funga gani hapa? Akaja kuitafsiri mbele, falan ukallima alyawma insiya, leo sitozungumza na mwanadamu wa aina yoyote, sitozungumzisha mtu yeyote. Kwa hiyo kitendo cha kutozungumza akakiita ni nini? Ni funga. Kwa hiyo funga maana yake ni al-imsak, ni kujizuilia. Wa shar'a, ama funga sheria, al-imsaku anil muftirati, ni mtu kujizuia na yale yote yenye kufunguza. Pale mtu anapojizuilia akajiweka mbali na kila lenye kufunguza, basi hii ndio saumu kisheria katika sheria ya dini ya Uislamu. Min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi ma'a niyya, kuanzia pale inapochomoza alfajr mpaka linapoenda kuzama jua. Na
hapa al-imsaku anil muftirat, mtu kujizuia na vile vinavyofunguza. Vile vile vitu vinavyofunguza vimegawanyika katika sehemu mbili, katika makundi mawili. Kuna vinavyofunguza al-ma'nawiyya wal-hissiyya, kimaana na kihisia. Mfano kula, kunywa, kufanya jimaa na mengineyo katika yale yanayofunguza. Lakini yapo vile yanayofunguza kama kusema uongo, kama kuteta, kama kusengenya, na haya pia yanaingia katika mlango wa vile vinavyofunguza. Kwa hiyo yule aliyefunga lazima ajiweke mbali na kila kitu kinachofunguza, anil muftirat, ajizuie na kila kitu ambacho kinafunguza, ima kinafunguza kimaana au kinafunguza kihisia, kwa sababu yapo baadhi ya mambo ambayo yanaitia saumu upungufu na kuipunguza, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema kumwambia sahaba, pale utakapokuwa umefunga basi yafunge macho yako kutoangalia haramu, ulimi wako ufunge kutozungumza mambo ya haramu. Almuhimu akifunga yale vile viungo vyake vyote vijumuike katika kusaidiana katika funga hii. Na haya atayafunga min tulu'i al-fajr ila ghurubi shams, kuanzia pale inapochomoza al-fajr mpaka litakapozama jua, maa niyya, pamoja na nia, anuie, akusudie. Na nia tunayokusudia hapa ni mtu kukusudia katika moyo wake bila kuzungumza. Kwa hiyo akusudie kwamba anaenda kutekeleza ibada ya funga, anuie, aazimie kwamba anaenda kutekeleza ibada ya funga. Na hili pia Allah subhanahu wa ta'ala akalizungumza katika Qur'an, akielekeza maana ya saumu katika kitabu chake kitukufu pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika sura al-Baqara, anasema fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa aya amekuja kutoa ruhusa, na hili tulishalitaja katika Ramadhani iliyopita, uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum. Sababu ya kuteremka aya hii na hali ilikuwaje mwanzo wa kufaradhisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya hapo, swali la pili alilolitaja Sheikh katika risala yake, auliza mata furidha as-sawm, mata furidha as-sawm, ni wakati gani imefaradhisha au imefaradhishwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Wakati gani? Mata furidha as-sawm, ni wakati gani imefaradhishwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Jibu lake, furidha as-sawm fi Sha'ban, imefaradhishwa funga ndani ya mwezi wa Sha'ban. Kama huu tuliomo ni mwezi ambao imefaradhishwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mina sanati thaniya lilhijra, ulikuwa mwaka wa pili tangia Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye hijra, atoke Makka aelekee Madina. Maana mwaka wa kwanza, mwaka wa pili niko ikaja sheria ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwanzo wa sheria hii Allah subhanahu wa ta'ala aliwakhiyarisha waumini, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, kati ya kufunga au kutofunga. Allah subhanahu wa ta'ala aliwakhiyarisha, na maana ilikuwa ni khiyari ya mtu, ima afunge au asifunge, kwa wale ambao wanajiweza. Mmeelewana ndugu zangu katika imani? Kwa hiyo mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala amekhiyarisha, kama alivyosema, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah sema ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu
khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kwa hiyo mwanzo wa jambo Allah subhanahu wa ta'ala anashusha hii sheria ya funga, akawahiarisha masahaba wale ambao ikawa ni lazima kufunga kwa wale ambao hawana uwezo, lakini yule mwenye uwezo anachagua mojawapo kati ya mambo mawili, ima afunge au amlishe maskini. Kwa hiyo akimlisha maskini yeye hatofunga, asipomlisha maskini atafanyaje? Huyo atafunga. Lakini Allah akamwambia wa antasumu khairul lakum, lakini kitendo cha kufunga ndio bora kwenu nyinyi nyote. Kwa hiyo kufunga ni bora kuliko kumlisha maskini. Kwa hiyo hii ndiyo ilivyokuwa sheria ya mwanzo kabisa wakati inawekwa au Allah anafaradhisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Swali la tatu ambalo tutasimama nalo kwa leo, auliza bima yathbutu dukhulu shahri Ramadhan. Bima yathbutu dukhulu shahri Ramadhan, kwa kitu gani itathibitika kwamba imeingia au umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa dalili zipi? Tuangalie nini mpaka tuelewe kwamba tayari Ramadhani ishaingia? Leo ni tarehe 1 Ramadhani. Ni mambo gani yataangaliwa? Ni mambo gani yatachungwa? Jambo la kwanza anasema yathbutu dukhulu shahri Ramadhan bi ahadi thalathati umuri. Yathbutu dukhulu shahri Ramadhan, itathibitika kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ili kuthibitike, ili tuthibitishe kwamba Ramadhani imeingia, lazima kupatikane moja wapo kati ya mambo matatu. Kwa maana hayatopatikana yote. Ukipatikana moja katika yale mambo matatu, basi tayari tutakuwa tumepambanukiwa, tumeelewa kwamba tayari Ramadhani ifanyaje? Imeingia, na kesho tunaamka na somo. Kwa hiyo na mambo hayo ambayo yatatuonesha na kututhibitishia kwamba tayari Ramadhani imeingia. Jambo la kwanza, ru'yatu hilali Ramadhani, ni pale tutakaposhuhudia mwezi au mwandamo wa mwezi wa Ramadhani. Na maana tutakapoona mwandamo, basi hii itakuwa ni ishara na ni alama ya kwamba tayari umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ru'yatu hilali Ramadhani ni kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani, na haya ameyazungumza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyopokea as-sahabi al-jalil Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, Mtume asema idha ra'aytumul hilala fasumu, mtakapoona mwezi fungeni, wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru, na mkiuona mwezi basi fungueni. Na maana tunafunga kwa kuonekana mwezi na tunafungua kwa kuonekana nini? Mwezi. Hiyo hii ni jambo ya hii ni nukta ya kwanza. Lakini katika hadithi nyingine aliyopokea Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hadithi nyingine tunasema la tasumu hatta tarawhu, la tasumu hatta tarawul hilala wala tuftiru hatta tarawhu, msifunge mpaka muone mwezi. Na maana hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekataza kufunga bila kuonekana nini? Mwezi. La tasumu hatta tarawul hilala, msifunge mpaka muhakikishe umeona nini? Mwezi. Wala tuftiru hatta tarawhu, na vile vile msifungue mpaka muone mwezi. Lakini katika hadithi aliyopitisha Imamu at-Tabarani عن طلق بن علي رضي الله عنه, حديثا يسميه طلق الله ميراجي أن الله أنسمى إن الله جعل هذه الأهلة مواقيت. إن الله جعل هذه الأهلة مواقيت, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kutokana na miezi hii, Allah amejalia ni mawaqit. Sawa? Na maana mawaqit yani alama za kufanya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kutokana na miezi alama na nyakati za kutekeleza ibada. Fa idha ra'aytumuhu fasumu, mtakapoona mwezi basi fungeni.
sababu mwezi ni katika alama zinazoonesha nyakati za ibada. Sawa, ukionekana mwezi funga, wa idha raaitumuhu fa'aftiru, na mtakapouona mwezi basi fungueni. وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. katika hadithi nyingine tunasema ja'ala Allahu al-ahillata mawaqita lin-nas, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuhusiana na miezi nyakati za watu kufanya ibada. Fasumu liruyatihi, basi fungeni kwa kuonekana mwezi, wa aftiru liruyatihi, na fungueni kwa kuonekana mwezi. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuhusiana na mwezi katika sura al-Baqara aya 189, yasalunaka 'anil ahilla, wanakuuliza hao masahaba kuhusiana na mwezi muandamo, kuhusiana na miezi miandamo. Yasalunaka 'anil ahilla, unaulizwa, wanakuuliza wewe Muhammad kuhusiana na mwezi muandamo. Qul, sema uambie, wajibu kuhusiana na miezi hiyo miandamo, hiya qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, sema hizo ni alama zinazoonesha nyakati za ibada, ni alama kwa watu, wal haji, na alama za kuonesha na kuadhimisha wakati wa nini? Wakati wa hija. Na hii ni rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu, kuwekea jambo ambalo ni la wazi kabisa watakalotumia katika misimu ya ibada zao. Jambo la kwanza ni kuonekana kwa mwezi. Jambo la pili, ikmalu iddati Sha'ban 30 yawma. Ikmalu iddati Sha'ban 30 yawma, ni kukamilisha idadi ya mwezi wa Sha'ban siku 30. Na maana mwezi usipoonekana katika mwezi wa Sha'ban, mwezi haukuonekana ukawa umefichikana, tutakachokihesabu kingine au alama ya pili, tutakamilisha siku 30 katika mwezi wa Sha'ban, na vile vile tutakamilisha siku 30 katika mwezi wa Ramadhani ili tuingie Shawwal. Kwa hiyo tutafunga kama mwezi haujaonekana kwa kukamilisha siku 30 ndani ya mwezi wa Sha'ban na siku 30 ndani ya mwezi wa Ramadhani ili tufungue. Kwa hiyo tutafunga kwa kukamilisha 30 na tutafungua kwa kukamilisha siku ngapi? Siku 30. Hii ni alama ya pili ikiwa mwezi haujaonekana katika mazingira yetu au hatujapata dalili yoyote kunako mwezi wa Ramadhani. Na haya ni katika yale yaliyothibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, fa in ghumma alaykum faqdiru lahu, ikiwa mwezi utakuwa na mawingu ukafichikana kwenu, basi kadirieni siku 30. Maana kamilisha idadi ya mwezi mliomo siku ngapi? Siku 30. Ima itakuwa ni Shaaban 30 au itakuwa ni Ramadhan 30 ili tufungue. Milana, na maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fa in ghumma alaykum, ay idha ghatta al-hilala shay'un hala duna ru'yatihi laylata 30 min Sha'ban min laylata min Sha'ban. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia hapa idha ghatta al-hilala, pale mwezi utakapokuwa umefichikana, kuna kitu ima mawingu yameuficha mwezi huo, umefichwa na kitu chochote, kificho ambacho kitapelekea nyinyi msiuone mwezi, basi la kufanya, basi kamilisheni siku 30 katika mwezi mlio ima ni Shaaban au mwezi Ramadhani. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi vile vile, fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Hapa Mtume akaweka wazi kabisa, ikiwa mwezi haukuonekana kwenu nyinyi, basi kamilisheni idda, ile idadi ambayo ni siku 30. Na hapa Sheikh akamweleza hadithi Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ash-shahru
29 laylatan. Ash-shahru 29 layla, mwezi una siku 29. Kwa hiyo mwezi idadi yake ni siku 29. Fala tasumu hatta tarawhu, basi msifunge mpaka muone mwezi. Na tarehe hiyo 29 msifunge mpaka uonekane mwezi. Fa in ghumma alaykum, ikiwa mwezi hautoonekana, hala bainakum wa bainahu, ukapatikana kati yenu nyinyi na kati ya mwezi kizuizi au mawingu, fa akmilu iddata Shaabana 30, basi kamilisha idadi ambayo itakuwa ni siku 30. Hadithi hii imepokea Imamu al-Bukhari rahimahullah. Hii ni sababu ya pili, au ni katika kitu cha pili ambacho kitasababisha tuone nini? Tuone mwezi ili tuweze kufunga. Na jambo la tatu na la mwisho katika darasa yetu hii, shahadatu rajuli wahidin adilin mukallafin ala ru'yatihi. Shahadatu rajuli wahidin adilin mukallafin ala ru'yatihi. Kama ikitokea mwezi hatujauona sisi, na maana sisi wenyewe hatujaushuhudia kwa macho, lakini hatujasubiri kuingia tarehe 30 ili kesho iwe Ramadhani au kesho iwe Shawwal moja, basi alama ya pili tutakayoitumia ili tuweze kufunga ni shahadatu rajuli wahidin. Atakapotoa ushahidi mtu mmoja, atakapopatikana mtu mmoja akatoa ushahidi, mtu huyo sifa zake kwanza awe ni muadilifu, ili tukubali ushahidi wake. Jambo la kwanza awe muadilifu, mukallafin, au amekalifishwa kufunga, maana amefikia ule umri wa kufunga. Sawa, awe ni mukallaf, amefikia ule umri wa kufunga. Ala uyatihi, atoe shahidi kwamba amefanyaje, yeye ameuona mwezi. Inaweza ikatokea sehemu fulani au mwezi haukuonekana na watu, lakini kuna mtu mmoja tu ndiye aliyepatikana, ndiye aliyepata bahati ya kuuona mwezi. Sasa tufanyeje? Huyu atakapokuja akaleta ushahidi wake, basi huyu tutafunga. Na hili lilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li hadith ibn Abbas anna a'rabiyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. A'rab wale watu mabedui, watu wa porini huko. Huyu mtu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alipokuja faqala, akasema inni ra'aytu al-hilala, ewe Mtume, hakika mimi nimeuona mwezi. Ni mtu mmoja tena, akaja kutoka huko baadhi ya vijijini kabisa, mapolini. Anakuja anamwambia Mtume, inni ra'aytu al-hilala, ewe Mtume, hakika mimi nimeuona mwezi. Yani hilala Ramadhani, yani kusudia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ewe Mtume, mimi nimeuona mwezi wa Ramadhani. Faqala, Mtume akamuuliza, atashhadu an la ilaha illa Allah, ewe bedui, hivi washuhudie ya kuwa hapana mola pasipoabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Qala naam, akasema ndio nashuhudia hilo. Qala, Mtume akamuuliza swali lingine, atashhadu anna Muhammadar rasulullah, je, unashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah? Qala na'am, yule bedui akasema ndio nashuhudia hivyo. Qala, Mtume akasema fa'adhin fi an-nasi ya Bilal, ewe Bilal, watangazie watu ayasumu ghada, kwamba kesho watu wanafanyaje, kwamba kesho watu wafunge. Kwa hiyo kwa taarifa ya mtu mmoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikubali na akawaambia masahaba, akamwambia Bilal, watangazie masahaba, watangazie watu wote kwamba kesho ni tarehe 1 Ramadhani, kwa ushahidi wa mtu mmoja. Baada ya kumwapisha kwamba anashuhudia kwamba bwana mola pasipoabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na anashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, hilo likawa limetosha kumwamini ushahidi wake aliyokuja nao, licha ya watu wote kutoona. Na hapa tunapata faida ya kwamba mwezi ili uonekane si mpaka kila mtu aone, na tukileti ingeishia kwamba ni mpaka aone mtu yeye mwenyewe mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ungekuwepo na watu ambao
funga hii isingewahusu, kwa sababu kuna watu hawaoni aslan, asili yao hawaoni aslan, wao hawaoni kama kipofu. Sasa huyo unategemea lini atauona mwezi? Lakini atafunga kwa kupewa habari na yule au na wale waliona mwezi au waliopata taarifa ya kuandama kwa mwezi, kama Mtume alipopata taarifa kwamba mwezi umeandama akafunga yeye mwenyewe na akawaambia watu wafanyeje, wafunge. Na katika hadithi nyingine Ibn Umar radhiallahu anhuma kana sema taraa an-nasu al-hilala, watu waliona mwezi, fa akhbartu Rasulullah inni ra'aytuhu fasama wa amara an-nasa bisiyam. Ibn Umar anasema watu waliona mwezi, mimi nikaja nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi ni katika wale walioshuhudia mwezi, kwa hiyo hata mimi nimeuona mwezi. Baada ya kuambiwa hivyo, kwa sababu huyu ni mtu anayejulikana kwa uadilifu wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuuliza maswali kama yale aliyoyauliza kwa yule wa kwanza. Hapa Mtume akafunga na akawaamrisha watu fanyaje, kufunga. Kwa hiyo hii ndiyo sheria ya Uislamu. Lakini kuna nukta ambayo nimeiacha kidogo nipitie au niweke bayana nilipokuwa nazungumzia swali la pili ambalo ni mata fardhu as-sawm, wakati gani ilifaradhishwa funga. Wanachuoni wametaja katika ibada ya funga katika tafsiri zao kama walivyosema, ibadatu siyami maktubatun ala al-anbiya. Ibada ya funga hii haikuanza kwetu sisi katika umma Muhammad, bali ilikuwa imefaradhishwa katika manabii wote, wa ala umamihim, na kwa umma wao, min adama ila akhiri dar, kuanzia kwa nabii Allah Adam alifaradhishiwa funga mpaka umma wa mwisho ambao ni umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ibada ya funga imeanza kwa umma wote, kama Mtume sallallahu, kama Allah alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Hapa aya hii inaonyesha kwamba hata wale walioishi kabla yetu na wao walifunga, licha ya kuwa ilikhtilafiana namna ya watu waliokuwa wakifunga. Kulikuwa kuna ikhtilafu kubwa sana, kila watu walikuwa funga kulingana na zama walizoziishi. Na hapa tukawa tumetaja kisa cha Manaswara, kwa nini wao wanafunga siku 40, ilikuwaje? Kama alivyotaja Sheikh Fawzani hafidhahullah katika kitabu chake Ithaf ahli al-iman bidurus shahr Ramadan, katika alipokuwa anazungumzia mlango wa kwanza katika kitabu hiki au katika risala yake hii, ametaja sababu ya hao kufunga siku mpaka siku 40, kwamba wao walipewa siku kadhaa wakazifunga. Walipoona kwamba zile siku zimeangukia katika wakati wa jua kali, hawezi kufanya biashara zao, mambo yanakuwa magumu, wale viongozi wale maaskofu na mapadri wakakaa wajadili kusema, hapana, sasa cha kufanya tubadilishe, tutoe katika muda huu tupeleke muda fulani, tutakuwa tunafunga funga yetu muda fulani, na kwa kuwa tumepeleka muda huu tumebadilisha, basi tuongeze siku 10 ikiwa ni kafara kwa haya tuliyofanya. Ndivyo watu walikuwa wakichezea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aktafi bihadha wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.